Baada ya wananchi wa mtaa wa Banda Mbili kata ya Usunyai Jeyara jijini Arusha kufunga barabara ya Sombetini kwenda Ngusero, wakizitaka mamlaka za serikali kuweka vivuko vya kutembea kwa miguu pamoja na kuweka matuta kutokana na kifo cha mwananchi anayejulikana kwa jina la Rukia Juma Laiza ambaye alifariki dunia baada ya kugongwa na pikipiki katika eneo hilo. Hatimaye wakala wa barabara za mijini pamoja na vijijini TARURA mkoa wa Arusha wameanza utaratibu wa kuweka matuta katika barabara hiyo. Nimeshuhudia vifo takribani zaidi ya 15. Naitwa Debora Msuya. Tunashukuru kwa ajili tulitoa kero ya barabara hii, hususan mwenzetu kugongwa na hatimaye kufikia kifo. Tulifunga barabara kutokana na vifo vinavyotokea vya dharura. Vifo vimekuwa vingi sana katika barabara hii, hususan wamekuwa wakigongwa watoto wa shule. Kama mtoto wa shule anagongwa kwa sababu ya kutokutambua kuvuka, je, mtu mzima? Ina maana kwamba barabara ilikuwa haina utaratibu wa waendesha bodaboda, hasa waendesha bodaboda, bajaji wamekuwa ni kero. Lakini kupitia tuta hili, kero yetu itapungua. Kwa idadi mimi hapa nina muda wa miaka kama 7 tangu nimekaa eneo hili la Sombetini. Nimeshuhudia vifo takribani zaidi ya 15. Hivyo nilivyovishuhudia, lakini nyuma yake wanasema vifo vilikuwa ni vingi sana. Kwa hili bamsi kiukweli linaonekana ni kubwa na spidi zimepungua, lakini aidha wangetuwekea aidha 2, 3, spidi ingezidi kupungua zaidi, kwa sababu kero yetu kubwa iko hapa katikati ya kutoka shule mpaka Magogo. Ili wameliweka upande wa juu sana, lakini tunashukuru hata hilo bamsi lilowekwa, serikali itatusikiliza kwa zaidi, kwa siku nyingine kwa zaidi. Kwa majina naitwa Rabieli Matayo Msuya. Kwanza nishukuru sana serikali kwa kusikiliza kilio chetu wananchi wa kata ya Sombetini, na maana hapa ni mpakani wa kata ya Sombetini pamoja na Usunyai, kwamba kweli ajali zimetokea mara kwa mara hapa mahali. Kama wiki iliyopita kuna mtoto aligongwa hapa, bahati nzuri mimi ndo nilimuokoa yule mtoto, tukamwaisha hospitali akapata matibabu akatoka. Kesho yake ndio yule mama aligongwa hatua 2 kutoka hapa hivi, yule mama naye akapoteza maisha. Lakini tunashukuru sana kwa kusikia kilio chetu, kwamba wananchi sasa wamefarijika kwamba wana uwezo wa kulia, serikali ikawasikiliza. Bahati nzuri kwenye vikao vya mtaa huwa nashiriki, sio kwa mara ya kwanza kwamba tunalia na haya matuta ya hii barabara. Kwa hiyo lakini unakuta ni mambo ya kisiasa, kwamba tunaidiwa ahadi ambazo zilikuwa hazitekelezeki. Ndio maana wananchi tuliamua kwa pamoja tufanye action, kwamba ijulikane kwamba tunahitaji kitu kwa nadharia moja, kwamba hakuna kona. Kama hawataki tujue hawataki, lakini kwamba tulishazungushwa sana, na kilicho majibu yaliokuwa yanakuja ni kwamba tulikuwa wanataka kuchora zebra, na sisi zebra tulikuwa hatuitaki, maana zebra Revatoa hamna anaelewa zebra. Kwa 90% Revatoa wanaga leseni. Kwa hiyo ukisema kwamba wanajua nini maana zebra, hawajui chochote. Meneja wa wakala wa barabara za mijini na vijijini TARURA mkoa wa Arusha Nicholas Francis akizungumzia swala hilo amesema kwamba ni kweli tayari wameweka matuta 2 katika barabara hizo. Kwa majina naitwa Mhandisi Nicholas Francis, ni meneja wa wakala wa barabara za vijijini na mijini mkoa wa Arusha. Hapa wiki moja iliyopita eneo la Banda Mbili kwenye barabara ya Ngusero kwenda Sombetini kulitokea ajali ya pikipiki ambayo mama mmoja aligongwa na akapelekwa hospitali. Bahati mbaya yule mama alifariki. Kwa hiyo wananchi kidogo wakazua taharuki wakihitaji matuta, na tulikwenda pale. Of course tulikwenda na sisi kama wataalamu. Baada ya kupata taarifa tukaenda kuliona eneo, na siku iliyofuata tulikwenda na kamati ya ulinzi na usalama ya Arusha DC Arusha mjini pamoja na katibu tawala wa Arusha mjini. Tukaenda tukaona na tukaongea na viongozi wa
wa mitaa husika tukaona kweli kuna uhitaji wa kuweka matuta katika maeneo yale, na kimsingi mpaka hivi ninavyoongea tumekushaweka yale matuta, na nadhani kilichobaki sasa hivi ni wananchi kutumia tu barabara kwa uangalifu, kwa sababu matuta peke yake haisaidii kupunguza ajali. Kwa hiyo tumeweka yale matuta kuweza kupunguza spidi za hivi vyombo vya moto. Kimsingi kabla taharuki hazijatokea, tungewashauri viongozi wetu wa serikali za mitaa, wenye viti na watendaji wa mitaa husika, inapotokea kitu kama hicho ni kutoa taarifa mapema kwenye mamlaka husika. Simu zetu kama TARURA ziko wazi masaa 24. Simu yangu kama meneja wa mkoa, simu za mameneja wa wilaya ziko wazi. Ni vizuri wakatoa taarifa ili tuweze kufika na kuona ni jambo gani linaweza kufanyika ili kupunguza haya matatizo ya ajali zinazotokea mara kwa mara.